Bwana asifiwe. Namshukuru tena Mungu kunikutanisha nawe katika masaa haya ambapo tunaendelea kujifunza maandiko matakatifu katika mifululizo tuliyopatia kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na masaa haya tena tuna somo lingine lenye kichwa kinachosema dunia itakapomstaajabia mnyama. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, uweze pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, ninakushukuru kwa kutukutanisha tena masaa haya na mfuatiliaji wa masomo haya. Tunapoenda kufungua kurasa za Biblia, hasa kitabu kile cha Ufunuo sura ya 13. Ukamtume Roho wako Mtakatifu ambaye ulituahidi ya kwamba atatueleza habari za mambo yajayo, atuhekimishe na kutufunulia siri hizi ili zitusaidie kujiweka tayari kukabiliana na matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Katika jina la Yesu ninaomba, amen. Ufunuo 13 inatueleza juu ya habari ya mamlaka mbili. Mamlaka ya kwanza ni ile ambayo tayari imeshaelezwa tangu katika kitabu cha Daniel sura ya 7, ile mamlaka ya pembe ndogo, mamlaka ya mpinga Kristo, ikielezewa kwa namna nyingine katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kama tutakavyoona. Na hivyo leo tutaangalia namna, kwa sababu tulijifunza katika Daniel tukaona mwaka 1798 ilipata jeraha la mauti. Na hivyo leo tutaangalia harakati ambazo zinaendelea kuhakikisha mamlaka hii inarudisha tena nguvu na utawala iliyoupoteza mwaka 1798. Neno la Bwana linasema, kisha nikaona mnyama mwingine akitoka baharini mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila, jamaa na lugha. Ufunuo 13:18 Biblia inasema, na hapa panatakiwa hekima. Hapa ninakusomea tafsiri ya habari njema kwa watu wote. Mwenye akili anaweza kufafanua maana ya tarakimu ya mnyama huyo. Maana ni tarakimu yenye maana ya mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Tunaona sifa zinazotajwa kwa mnyama huyo ndio sifa zile zile tulizojifunza katika kitabu cha Danieli sura ya 7 kuhusu habari za pembe ndogo. Na nilikuambia wakati tunajifunza kitabu cha Danieli ya kwamba kila Mungu anapourudia unabii, kuna taarifa za ziada anaziongezea ambazo mwanzo zilikuwa hazipo, kwa sababu unabii ni progressive. Kwa kila anapofunua anaongeza maarifa ya ziada. Mungu anapotoa nuru, hatoi nuru yote kwa mpigo vup, kwa sababu watu wanaweza kuikataa. Ni kama vile wakati wa matengenezo, dunia ya Kikristo ilipoingia katika giza, Mungu alipokuwa anarudisha nuru, alianza kutumia mtu mmoja mmoja anayebuka Hans Bohemia, anajifunza fundisho fulani katika Biblia, analisemea. Anaibuka Martin Luther, anaona kumbe tunataka tusamehewe dhambi bure kabisa bila kulipia chochote, analisemea. Anaibuka Calvin, vivyo hivyo. Nuru inafunuliwa progressively. Na ndio mfumo ambao Mungu anautumia katika Biblia. Kila unabii unaporudiwa, kuna taarifa za ziada anaziongeza ambazo mwanzo hazikuwepo. Na hivyo tukiangalia pembe ndogo na mamlaka ya mnyama huyu, tunaona ni mamlaka inayofanana. Tukiangalia mnyama yule ametengenezwa na sehemu 4 za wanyama wa Danieli 7. Ana kinywa cha simba, na tuliona simba ni Babeli. Maana yake mafundisho yanayotoka mdomoni mwake asili yake ni Babeli. Dini ya mpinga Kristo sio Ukristo,
ni Mithraism, dini ya Babeli. Lakini tunaona mnyama huyu ana mwili kama wa chui, na tuliona chui aliwakilisha taifa la Uyunani, na taifa la Uyunani linasifika kwa kuwa taifa lililoongozwa na filosofi. Na hivyo filosofi za mpinga Kristo ama za mamlaka hii ni filosofi zinazojengwa hasa katika mamlaka ile ya Kigiriki, na filosofi nyingi za Kigiriki imezichukua. Lakini tunaonyeshwa mnyama huyu, ndugu zangu wapendwa, akiwa na miguu kama dubu. Dubu tunajua aliwakilisha ufalme wa Umedi na Uajemi, na Umedi na Uajemi ulisifika kwa misimamo yake ya kwamba wanapopitisha sheria haitanguki, haibadiliki. Mamlaka hii ya Rumi ya kidini inashikilia nao msimamo huo huo ya kwamba neno linalotolewa na ofisi ya askofu wa Rumi katika kiti chake ex cathedra, neno hilo linapotoka inaitwa ex cathedra, halibadiliki. Ni mwongozo wa imani huo, ni infallible. Wanatumia neno hilo sawasawa na Wamedi na Wajemi walivyochukulia sheria zao kuwa ni infallible. Na hivyo tunaangalia mnyama huyu, tunaona ameundwa na sehemu hizi mbalimbali za wanyama wa Danieli sura ya 4. Danieli inatuambia katika 7:12 kwa habari za wale wanyama wengine walinyang'anywa mamlaka yao, lakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Kwa hiyo japo wanyama hawa sasa hawapo, lakini maisha yao, filosofi yao, dini zao, namna zao zimeendelea kudumishwa katika mnyama huyu ama mamlaka hii ya mpinga Kristo inayowakilishwa na ofisi ya askofu wa Rumi. Tuliona katika Daniel sura ya 7 sifa za ile pembe. Iling'oa pembe 3, ilinena maneno ya majivuno, kinyume chake ile juu ilikuwa udari tofauti na wenzake, ilifanya vita na watakatifu ikawashinda, iliibuka kule Ulaya. Tunaona ilibadili majira na sheria, na ilitawala kwa miaka 1260, yani nyakati 3.5 sawa na siku 1260, ndiyo miezi 42 ambayo ndiyo miaka 1260 kama tulivyojifunza again and again katika masomo yetu. Na tukimrudia mnyama huyu wa Ufunuo, tunaona na sifa zile zile. Ni mnyama anatoka baharini kama wale wa Danieli 7, ana pembe 10 kama yule mnyama wa Danieli 7, na ana pembe 10. Ana mwili wa chui. Nimeshakuelezea maana ya kuwa na mwili wa chui, miguu kama ya dubu. Ananena makufuru, na kule pia ananena makufuru, na tulishajifunza makufuru ni kitu gani. Tukaona mwanadamu anapochukua nafasi ya Mungu anakuwa na kufuru, na tukaona mamlaka hii again and again imechukua mamlaka na nafasi ya Mungu. Imejitwalia mamlaka kusamehe dhambi ambayo ni ya Mungu pekee. Imejitwalia majina matakatifu ya Mungu kama Baba Mtakatifu, majina ambayo ni ya Mungu pekee. Inajiita yeye ndiye mfalme wa wafalme, cheo ambacho ni cha Mungu pekee. Taarifa za ziada hapa tunaambiwa katika Ufunuo 13 kwamba mamlaka hii inapata kiti chake cha enzi na mamlaka toka kwa joka, toka kwa shetani mwenyewe. Tunaambiwa pia angefanya kazi miezi 42, ndio miaka 1260. Angefanya vita na watakatifu na kuwashinda katika miaka 1260. Angepewa uwezo juu ya mataifa yote, na haheshimu mamlaka ya neno la Mungu, lakini pia jina lake, hesabu ya jina lake ni 666. Mamlaka hii ya askofu wa Rumi, hata ukiangalia namna anavyojidepict papa akiwa katika kiti chake cha mamlaka, anapotoa matamko ex cathedra, matamko yasiyopingika ama yasiyoanguka, utaona amekaa katika great white chair, ambapo great white throne, ambapo pembeni utaona amejitengenezea sanamu za makerubi ili kutengeneza imagery ile kama ya Mungu. Maana Mungu anajitamka ya kwamba ameketi katika great white throne katikati ya makerubi. Kwa sababu mamlaka hii ya mpinga Kristo inachukua nafasi ya Kristo duniani, naye hata katika kiti chake cha enzi cha utawala anajitengenezea mazingira aonekane kama Mungu. Ndugu zangu wapendwa, ninakusomea kutoka katika tovuti ya Vatican.va ikizungumzia maana ya kofia anayovaa kiongozi wa Rumi. Anasema the terrarium, ile kofia ya ngazi 3 au pope tiara, formed by 3 crown symbolizing the triple power of the pope. Kwa pope anadai ana mamlaka makubwa haya matatu, na hii ninasoma katika tovuti ya Vatican. Nimekuwekea reference hapo, unaweza kufuatilia mwenyewe. Anasema yeye ni father of all kings, baba
wa wafalme wote, sifa ambayo ni ya Mungu pekee. Anajiita governor of the world, kwamba yeye ndio kiongozi, gavana wa dunia hii. Lakini pia anajiita vicar of Christ, kwamba yeye ndiye anashikilia nafasi ya Kristo duniani, jambo ambalo ni kufuru, kwa sababu nafasi hiyo ni ya Roho Mtakatifu. Nikuonyesha nukuu kama za waandishi kama kina Adam Clarke, waandishi wa Kiprotestant, akiandika anasema wanadai hawezi kukosea, madai ambayo ni ya Mungu pekee. Wanadai wana mamlaka kuondoa au kusamehe watu dhambi, mamlaka ambayo ni ya Mungu pekee. Wanadai wapo juu ya wafalme wote duniani, mamlaka ambayo ni ya Mungu pekee. Mamlaka hii ya askofu wa Rumi sasa hivi inajivalisha vazi la kuonekana kama imebadilika. Ndio maana tunaona mara kadhaa katika vyombo vya habari kiongozi wa askofu wa Rumi anajaribu kuwaomba msamaha wa Protestant wawasamehe kwa mateso waliowafanyia kwa miaka 1260. Unaona hiyo gazeti la kanisa Katoliki, Catholic Herald, papa akiomba msamaha wa Protestanti. Wakati mwingine tena alienda kule kwa Waldensia. Waldensia ni moja kati ya matengenezo wa kwanza kukumbwa na mateso makali, akiwaomba msamaha. Na hivyo inaonekana kama vile Rumi imebadilika. Je, Rumi inaweza kubadilika? Great Controversy kwa 601, mwandishi huyu anasema hapana. Anasema the Romish Church now present a far front to the world, covering with apology her record of horrible cruelty. She has clothed herself in Christ-like garment, but she is unchanged. Every principle of popery that existed in the past ages exists today. The doctrine devised in darkest ages are still held. Kwamba Romish power nao inajionyesha katika ulimwengu kama mamlaka na sauti ya maadili duniani, ikijifunika katika vazi la mwana kondoo kwa kuomba misamaha. Lakini tunaambiwa hajabadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila dhana walioibua, kila fundisho lililotengenezwa katika zama za giza ambalo Waprotestanti walisimama na kulikataa, bado vinafundishwa na kuaminika mpaka leo. Kwa sababu Rumi, kama Biblia ilivyosema, ana miguu ya dubu, wanaamini they are infallible, hawakosei. Na in fact hata ukiangalia baadaye heka za muungano wa makanisa, utaona Rumi yenyewe inajiweka kama ndiye baba, alafu wa Protestanti kama wana wapotevu. Ndugu zangu wapendwa, mamlaka hii ya kanisa na ofisi ya askofu wa Rumi, Biblia inatuonyesha kwamba itarudisha tena mamlaka iliyoyapoteza mwaka 1798. Kwa sababu Ufunuo 13:2 Biblia inasema yule joka alimpa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Kwa hiyo kiti anachokalia askofu wa Rumi ni kiti alichopewa na joka. Maana yake yeye ni mrithi wa mafundisho ya Kibabeli. Na sio maneno yangu, ni historia inatuambia hivyo. Ukiangalia namna ambavyo dini za kale zilivyokuwa zina progress katika historia, baadaye makao makuu ya dini za kale, kwa maana ya dini zilizotoka Babeli, makao makuu yake yalihamia Pergamo. Na hiyo unaiona katika Ufunuo sura ya kwanza, sura ya pili, utaona Mungu anasema pale Pergamo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Baadaye, baada ya falme kadhaa kupita, mamlaka hayo ya kiti cha enzi cha Shetani yalihamia katika ufalme wa Rumi. Na aliyekuwa kiongozi wa dini hizi za kipagani katika ufalme wa Rumi alijulikana kama Pontifex Maximus. Na tunaambiwa Pontifex Maximus, Kilatini kuhani mkuu, alikuwa ni kuhani mkuu wa chuo cha makuhani katika Roma ya kale ya kipagani. Na neno hilo Pontifex, papa, baadaye ilikuwa ni masharti kutumika kwa maaskofu wa Kikatoliki. Kwa baadaye ufalme ulivyohamishwa kutoka Rumi ya kipagani kwenda Rumi ya kidini, akarithi hiyo mikoba. Na mpaka sasa askofu wa Rumi, moja ya vyeo vyake ni Pontifex Maximus. Ndio maana Biblia inasema amepata mamlaka na uwezo mwingi kutoka kwa joka.
ikiwa pamoja na askofu wa Roma na cheo cha Pontifex Maximus. Ilitumika ndani ya kanisa Katoliki kwa papa kama askofu mkuu wake, na ilionekana juu ya majengo, makaburi, sarafu ya mapapa wa zamani na hata nyakati za sasa. Na nimekuwekea hapo sarafu ya Pope Leo ikionyesha ametumia jina hilo Pontifex Maximus. Biblia inatuambia ya kwamba kama ishara ya mwisho ama alama ya mwisho ya kuitambulisha mamlaka hii bila wasiwasi wowote ni hesabu ya jina lake. Biblia inatuambia Ufunuo 13:18, hapa panatakiwa hekima, mwenye akili anaweza kufafanua maana tarakimu ya mnyama huo, maana ni tarakimu yenye maana mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Tumeona cheo cha papa, moja ya cheo chake alijiita Victor of Christ ama Vicarius Filii, mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani. Na jina hili la Kilatini Vicarius Filii, unapojaribu kulinyumbulisha na kuweka hesabu zake, kwa sababu namba kwa Kirumi zina maana, na hivyo ukichukua jina hili Vicarius Filii ukipanga Vicarius, V kwa thamani ina thamani ya 5, I 1, C 100, A na R zina thamani, I 1, U 5, S haina thamani. Vicarius inakuletea 112, Filii inakuletea 53 na Dei 501. Kwa hiyo ukijumlisha hesabu ya jina lake kama Biblia ilivyosema inakuja 666. Na hiyo ndio uthibitisho wa mwisho Biblia inayotupatia kuitambua mamlaka hii. Na ndivyo Waprotestanti walivyoitafsiri Biblia kwa kipindi chote hicho. Walimtafsiri ofisi ya askofu wa Rumi kama ofisi ya mpinga Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Biblia inatuambia mamlaka hii itakapopokea jeraha la mauti haitabaki na jeraha la mauti. Katika Ufunuo 13 fungu la 3 na la 4, Biblia inasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetoa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Na hivyo Biblia inatuambia kwamba wakati unakuja ambapo jeraha la mauti, yani mamlaka na nguvu ambayo mamlaka hii ilinyang'anywa, itarudishwa tena na dunia yote itamstaajabia. Na Biblia inatuambia baada ya hapo watamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, na watamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani awezaye anayefanana na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Sasa jeraha la mauti lililoikumba ofisi ya askofu wa Rumi, alinyang'anywa mamlaka yake ya kisiasa juu ya ushawishi wake wa kimataifa, lakini pia alinyang'anywa nguvu ya ushawishi wake wa kidini. Lakini mwaka 1929 badiliko likaanza kutokea, kwa sababu baada ya hapo kanisa la Rumi lilienda underground, likaanza kufanya kazi upya ya kurudisha influence na mamlaka iliyopotea. Na mwaka 1929 matokeo haya yakaanza kuonekanika kwa Mussolini na Gaspari kutia na sahini mkataba ulioitwa wa kihistoria wa Rumi. Ninanukuu katika gazeti la San Francisco Chronicle, swala la Warumi jioni hii ilikuwa kitu kilichopita, na Vatikani ilikuwa na amani na Wataliano katika kutia sahihi kwenye karatasi za kumbukumbu wakitibu jeraha. Ushirikiano wa hali ya juu ulionyeshwa pande zote mbili. Kwa hiyo mwaka 1929 baadhi ya watu hudai jeraha mauti lilipona. Jeraha mauti halijapona mpaka tunavyoongea, sababu bado Rumi haijarudisha full control. Ila 1929 jeraha la mauti lilianza kupona, na kuanzia hapo, kama ninavyoonyesha katika somo langu, mamlaka ya askofu wa Rumi imeendelea kupata nguvu kila uchwao. Tulishuhudia juzi tu Pope Francis alipoandika waraka wake wa encyclopedia yake ya Laudato Si, ilipokelewa kwa nguvu kubwa duniani, na moja wa viongozi wa dunia hii aliyekuwepo kipindi hicho, Barack Obama, akawaambia watu wote wa duniani ya kwamba waifanyie kazi matakwa yaliyoandikwa na Papa katika Laudato Si. John Kerry, mmoja kati ya wajumbe ambao waliteuliwa na serikali ya Marekani kuhusu kushughulikia mambo ya mazingira wakati wa Joe Biden,
aliwahi kuhojiwa na kituo cha Vatican News, akahojiwa akisema Papa Francis ni moja ya sauti kubwa katika heka hizi za mabadiliko ya tabia ya nchi. Nikinukuu katika article hii, anatuambia John Kerry kwa mamlaka askofu wa Rumi ana mamlaka ya kipekee, mamlaka ya maadili yenye ushawishi, na anasema Baba Mtakatifu ni mmoja wa, ikiwa si moja ya sauti zenye nguvu sana katika sayari hii. Na mwisho anamaliza kwa kumnukuu akisema, na tunamtazama kwa muongozo zaidi na msaada katika kufanikisha kazi hii. Kwa kanisa la Rumi linajiposition katika sehemu katika ulimwengu huu, sehemu ya kuonekana kama ndiyo kiongozi na suluhisho ya changamoto inayoikumba dunia hii ya sasa, na dunia yote inaanza kumstaajabia. Tunaona progression miaka kuanzia Pope John Paul wa pili, namna ambapo aliingia katika world stage na kushirikiana na taifa la Marekani, namna ambavyo ameendelea kutengeneza influence zama na kuondoa ile hali ya kutokuwa na mamlaka, ikaendelea kupotea taratibu. Viongozi mbalimbali wa dunia wa mamlaka na taasisi mbalimbali wakijipeleka Vatican kutaka baraka na maongozi kutoka Vatican. Hakuna kiongozi wa dunia hii ambayo hakanyagi Vatican kufuata baraka za askofu wa Rumi. Ni hakika dunia inaanza kumstaajabia mnyama. Katika jarida maarufu la The World mwaka 2003, na nukuu anasema Papa John Paul wakati ndo alikuwa kiongozi wa askofu wa Rumi, ni mchungaji na mtu wa mataifa wa ulimwengu. Na hivyo unaona askofu wa Rumi anajiposition, anajiweka katika nafasi ambayo dunia nzima inamstaajabia. Viongozi mbalimbali, taasisi mbalimbali, hakuna nchi ambayo hajapeleka influence yake. Katika kitabu cha Key of This Blood kilichoandikwa na Jesuit mstaafu Malachi Martin, anaandika anasema, John Paul wa pili anasisitiza ya kwamba watu hawana tumaini la kutengeneza mfumo wa kidunia isipokuwa mfumo huo umejengwa katika mamlaka ya kanisa Katoliki. Na dunia yote inakubaliana, inamstaajabia. John W. Robin akiandika katika kitabu chake cha World Government anasema, the Roman Catholic State in 20th century, however, is an institution recovering from mortal wound. If and when it regain its full power and authority, it will impose a regime more sinister than any the planet has yet seen. Mwandishi huyu mwanahistoria ambaye yeye sio mwinjilisti, sio askofu, sio padre, sio kiongozi wa dini, anachunguza tu mambo ya kisiasa, anaona kwamba Roman Catholic State katika century hii ya 20 ni institution inayopambana kupona jeraha lake la mauti. Na anasema wakati mamlaka hii itakapopata full power and authority, kama tutakavyojifunza baadaye katika masomo ya Ufunuo, inasema ita-impose utawala na uongozi ambao ni katili dunia hii haijapasa kushuhudia. Inawezekana kuwa ngumu kuamini kwa sasa kwa namna ambavyo kanisa limejiweka, lakini kama ambavyo unabii ulituonyesha nyuma kanisa liliact, unabii pia unatuambia future hapo baadaye namna ambavyo litaact. Kama ilivyotokea zamani mateso yakaibuka, ndivyo ambavyo itatokea sasa, na mateso yataibuka na kutakuwa na ulazimishwaji wa ibada, na wote ambao hawataabudu sawasawa na matakwa ya askofu wa Rumi, basi watu hao wataangamizwa. Na hivyo jeraha la mauti linapopona na mamlaka hii inapoelekea katika kutekeleza matakwa yake katika uwezo wote, Biblia inatuambia katika Ufunuo 13:8, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima wa mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa msingi wa dunia. Na hivyo wale tu ambao wamemkabidhi Yesu maisha yao awe Bwana Mwokozi wa maisha yao, ndio wanaoandikwa majina yao katika kitabu cha mwanakondoo. Hao ndio watapewa uweza na nguvu wa kukataa kuabudu sawasawa na matakwa ya askofu wa Rumi.
hao, kwa sababu Biblia inasema dunia nzima itamsujudu, na nitakuonyesha katika masomo yangu ya mbele huko, dunia nzima, haijalishi dini gani, dini zote zinakuwa aligned kuwa chini ya mamlaka ya askofu wa Rumi, sababu unabii unasema dunia yote itamstaajabia. Na tunaona namna ambavyo mamlaka ya askofu wa Rumi anaendelea kupata nguvu, na mpaka sasa kuna msemo watu wanausema kirahisi, hawajui wanatimiza unabii. Unasema when Rome speak the world listen. Msemo huu unaonyesha namna ambavyo kanisa na mamlaka ya askofu wa Rumi ana nguvu katika dunia hii, nguvu ambazo zimetabiriwa katika Biblia. Na hivyo ili tuwe salama, ni lazima tuhakikishe majina yetu yanaandikwa katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo, na tunaweza hilo kwa sababu tutaliweza hilo kwa kumpatia tu Yesu maisha. Ukisoma Ufunuo 17 fungu la 8, Biblia inasema yule mnyama uliyemwona aliyekuwako, yani alikuwako miaka 1260, alitawala kwa nguvu, naye hayuko sasa hivi tulipo, hana hiyo nguvu tena. Ndio maana kuna uhuru wa ibada. Lakini Biblia inasema naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu kwenda kwenye uharibifu, na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu watastaajabu wamuonapo yule mnyama, kwamba alikuwako naye hayuko, naye atakuwako. Unaona, Biblia inatuambia wale tu ambao hawajaandikwa katika kitabu cha mwanakondoo ndio watakao msujudu, lakini wale walioandikwa katika kitabu cha mwanakondoo watalindwa na madanganyo haya, kwa sababu wana kweli ya Biblia. Luka 10:20, Biblia inasema lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wale ambao wamempokea Kristo, unapompokea Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, jina lako linaandikwa mbinguni. Ukisoma Wafilipi 4:3, Biblia inatuambia ikitupatia uzoefu wa kanisa la awali, watu wa Mungu majina yao waliompa Yesu Kristo yaliandikwa katika kitabu cha uzima. Paulo anasema naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo watenda kazi wote katika Kristo, waliomkubali Kristo, watu wote waliomkubali Kristo, majina yao yanaandikwa, na hao Kristo atawalinda dhidi ya nguvu kubwa ya udanganyifu inayojia ulimwengu huu. Ufunuo 3:5, Biblia inasema yeye ashindaye atavikwa hayo mavazi meupe, wala sitalifuta jina lake kamwe katika kitabu cha uzima, nami nitamkiri jina lake mbele ya Baba yangu na mbele za malaika zake. Kwa Yesu anasisitiza wale wote ambao watampa maisha hatafuta majina yao, na jina lako lisipofuta katika kitabu cha uzima, maana yake utapewa nguvu za kumshinda mamlaka hii. Katika kitabu cha Manuscript Release volume 21, mjumbe mmoja anaandika, anasema umakini wa makanisa yetu lazima uchochewe. Tunasimama kwenye mipaka ya tukio kubwa zaidi katika historia ya ulimwengu. Shetani lazima asiwe na nguvu juu ya watu wa Mungu na kuwasababisha kulala. Upapa utaonekana katika nguvu zake. Wote lazima sasa waamshwe na kuyachunguza maandiko, kwa maana Mungu atawajulisha waaminifu wake mambo yatakayokuwa wakati wa mwisho. Neno la Mungu litakuja kwa watu wake kwa nguvu, na hivyo uamsho wa neno la Mungu utakuja kwa nguvu. Kama unavyosikia maneno haya, unaamshwa tena kuipenda Biblia, kulipenda neno lake, kusimama na Biblia na Biblia pekee. Uamsho huo, neno la Mungu, ndio litaweza kutushildi na madanganyo makubwa yanayojia ulimwengu. Juma moja ndio kuandika katika Testament of the Church volume 9 ukurasa wa 11 akisema mawakala wa uovu wanayounganisha majeshi yao na kuyaimarisha wanajizatiti kwa hatari kubwa ile ya mwisho. Mabadiliko makubwa yatatokea mara moja katika ulimwengu wetu, na mabadiliko yale ya mwisho yatakuwa ya haraka haraka. Nyuma ya pazia mamlaka hizi zinaunganisha nguvu zao. Unajua hata wakati wa kuangushwa kwa ukomunisti, mamlaka askofu wa Rumi ilifanya secret alliance na Marekani, ndio wakaweza Marekani ikaweza kuangusha Usovieti. Na hivyo nyuma ya pazia mamlaka mawakala ovu wanayaunganisha majeshi yao, wanayaunganisha wakijua kuna hatari kubwa inakuja.
Na hivyo watu wa Mungu watakuwa wasimame. Dunia inatakiwa iamke, imtazame Kristo, kwa sababu yeye ndiye ana uwezo wa kutukinga na madhara haya yanayokuja. Kitabu cha Warumi 13:11-14 linasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana saa ya wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeenda sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyosikika na mchana, tuenende kwa adabu, si kwa ulafi ulevi, si kwa ufisadi uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Katika masaa haya ninakupa wito wa Warumi sura hiyo ya 13, ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imefika. Ulimwengu wetu unaelekea kushuhudia miisho ya historia ya dunia. Mamlaka askofu wa Rumi inakusanya nguvu, na muda si mrefu ita regain all it lost power, and the world will wander unto the beast. Je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Maana wale tu walioandikwa katika kitabu cha uzima ndio wataweza kusimama na kutokumwabudu mnyama, kuabudu kama vile anavyo dictate mamlaka hii. Ili uweze kuandikwa jina lako katika kitabu cha uzima, sharti la kwanza, mpatie Yesu maisha, awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na ikiwa ndio tamanio lako, nataka nikuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, masaa haya namleta mtumishi wako akiwa na matumaini na akiwa amejiweka wakfu kwa kumpokea Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu kwa kufanya hivyo, jina lake linahamishwa na kuandikwa katika majina ya wale watakao urithi uzima wa milele, na hivyo kupata access ya power, nguvu kutoka juu itakaomwezesha kumlinda dhidi ya madanganyo makubwa yanayoujia ulimwengu huu. Wakati ulimwengu ukielekea kumstaajabia mnyama,